Haleluya, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo lenye uweza na nguvu, linatuponyalo, litupalo kuwa na baraka na ufunuo na wokovu, jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Pole kwa changamoto mbalimbali za kimaisha. Karibu katika muda mzuri wa neno la uzima kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako katika siku nyingine hii ya leo. Wewe ndiwe mtakatifu, Mungu mkuu sana, uliyejaa utukufu na nguvu na neema. Ninaomba uponyaji na utakaso na neema na baraka juu ya msikilizaji huyu. Nguvu zako na uweza wako umjaze na apate ufunuo na ufahamu katika roho kwa neno lako. Amen. Bwana Yesu akubariki kwa kuendelea kusikiliza na kuendelea kupokea na kuhifadhi na kutendea kazi neno lake lenye uzima. Barikiwa. Tujifunze juu ya utoshelevu wa kuwa mhudumu wa Yesu Kristo katika Agano Jipya. Utoshelevu wa kuwa mhudumu wa Yesu Kristo, mhudumu wa Mungu aliye hai. Wakorintho wa pili sura ni ile ya 3 na mstari ni ule wa 2 mpaka wa 6. Ninasoma Wakorintho wa pili 3:2 hadi 6. Anasema, ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Mstari wa 4, na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo, si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetosheleza kuwa wahudumu wa Agano Jipya, si wa andiko bali wa Roho, kwa maana andiko huwa bali Roho huisha. Amen. Jina la Mungu wetu lihimidiwe katika Yesu Kristo Bwana. Ametutosheleza mwenyewe Yesu Kristo kuwa wahudumu katika agano hili alilotuletea. Na Biblia inatueleza sisi kuwa ni watu wanaotakiwa kusomeka au kusomwa na ulimwengu wote. Ulimwengu ukikutazama, ulimwengu ukinitazama, wapate kitu cha kujifunza, wapate msaada wa kiroho, wapate kufunguliwa, wapate kuponywa, wapate kuhuishwa. Kila mtu amtazamaye aliyemwamini Kristo aone wokovu, aone jambo jipya, aone jambo jema. Na ndipo anasema ninyi ni barua iliyoandikwa, na si barua iliyoandikwa kwenye mawe au kwenye mbao au kwenye karatasi, lakini ni barua ambayo anasema imeandikwa kwa Roho. Na tunadhihirishwa kwamba tumekuwa barua ya Kristo iliyoandikwa katika Roho, kwa njia ya Roho. Ni wahudumu wa Roho, wanaoongozwa na Roho. Tunategemea sauti na maongozi ya Roho mwenyewe, Roho Mtakatifu, na si namna ya kibinadamu au ya kidini au ya kawaida. Na anasema tumaini hilo, katika mstari wa 4 anasema tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo, si kwamba twatosha sisi wenyewe, anasema, ila tumetoshelezwa. Kwa hiyo sisi tu watoshelevu, utoshelevu unaotoka kwa Yesu. Manake katika Agano Jipya kuna utoshelevu uliojaa, tofauti na Agano la Kale. Utumishi huu au huduma hii katika Agano Jipya imejazwa, tumejazwa Roho. Kwa hiyo hatuna au haitakiwi kuwa na udhaifu au upungufu, kwa sababu tunaongozwa na Roho na kuwezeshwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo yeye atawezesha kufahamu, kutambua, kuelewa. Yeye atatuwezesha sisi kukamilika katika kumtumikia Bwana Yesu, kwamba hatutatembea na mapungufu, bali tutatembea tukiwa tumejazwa, tumewezeshwa, tumekamilika. Kwa hiyo anayekamilisha ni Roho Mtakatifu, si mwanadamu. Ndiyo sababu anasema ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa Agano Jipya. Ndiye aliyetosheleza kuwa wahudumu wa Agano Jipya, si wa andiko bali wa Roho. Tunaongozwa na Roho. Utumishi wako kwa Yesu, mpendwa unanisikia,
wewe ni mtumishi wa Bwana Yesu. Kwa hiyo lazima utembee katika mapenzi ya Bwana Yesu. Wewe uendelee katika utoshelevu huo, na ukijua kwamba wewe ni mtumishi wa Kristo, lakini pia wewe watu wakikuangalia wamuone Bwana Yesu. Yaani maisha yako yalivyo, kila kitu chako kilivyo, wewe uwe ni Bwana Yesu. Vaa yako, maneno yako, mawazo yako, matendo yako, maisha yetu mazima yanapaswa kuonekana yana Yesu. Yesu anaonekana, wakitusikiliza, wakituona, kila kitu waone Yesu ametawala. Amen. Basi jua kwamba umeshibishwa, na utashibishwa unapokubali kumtumikia Yesu. Unashibishwa kuwa mhudumu katika agano jipya, agano la damu ya Yesu Kristo. Mwombe Bwana kwamba natamani utoshelevu huo, niwe tele na nguvu na uwezo wako. Nami ninaomba hivyo. Tuombe ili tuendelee kusimama na kutembea na kuongozwa na Roho. Tusiongozwe na mwili wala na kingine, ila na Roho. Haleluya. Mungu akubariki na kujaze uweza wa nguvu zake. Tembea katika mapenzi ya Bwana sasa na siku zote, kwamba wewe ni uliyetoshelezwa, na wewe Kristo amekuwekezea na umtumikie Bwana. Lakini katika mwingine kwamba wewe ni barua, watu wanasoma, wanakusoma, ukienda kulia, kushoto, mbele, ukienda popote, wanasoma mazingira yetu, wanasoma maisha yetu, wanasoma waone cha kujifunza, wapate cha kuwasaidia kiroho na hata kimwili kupitia sisi. Na Bwana akubariki, atubariki, atuwezeshe. Amina. Roho Mtakatifu, asante kwa muda huu na kwa saa hii. Jambo hili na likawe kwetu kwa nguvu nyingi na kwa utukufu wako Mungu Baba uliye Mwokozi. Ninaomba sasa neema yako juu ya kila mmoja anayesikia, akasikie katika Roho, akafahamu katika Roho, akajengwe, akaimarishwe, akawe mhudumu aliyekaa katika uweza wa nguvu zako. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu akuwezeshe. Amen. Mungu akubariki. Ulikuwa pamoja nami mwinjilisti Elimlinzi Jeremia Mbise. Karibu sana katika YouTube channel hii. Kumbuka kusubscribe kama hujafanya hivyo. Naomba fanya hivyo, hapo chini kwenye simu yako inakuonyesha. Kumbuka kusubscribe kwa utukufu wa Bwana Yesu. Neema Yesu ya pamoja nawe. Karibu endelee kushiriki nami kazi ya Yesu ya kwenda kuhubiri injili vijiji kwa vijiji. Barikiwa kwa jina la Yesu. Amen.